nimekuwa na mimi nikitoa huo ushauri tangu siku ya kwanza kabisa masuala haya yalipoanza kujitokeza. Nimehimiza mshikamano, umoja kutoka kwenye makundi ya watu wote, kwa sababu swala hili ambalo tunakabiliana nalo ni swala ambalo linahitaji mchango wa kila mmoja wetu bila kujali nafasi alionayo au hali alionayo. So long tu ni mpenda haki, mpenda demokrasia, anao wajibu wa dhati kabisa kuhakikisha kabisa pale ambako tunahitaji msaada wa hali na mali, basi anajitokeza mstari wa mbele kuweza kusaidia walioko kwenye mstari wa mbele. Na kubwa zaidi ambalo mimi naliona kwenye haya ambayo yanaendelea ni utolewaji wa elimu. Watu wanatakiwa kupewa elimu sana. Swala la uchaguzi kwa mfano, MBL utakubaliana na mimi, ni swala ambalo linahitaji kuwa na elimu ya uraia, civic education, na ambapo kwa muda wote hiyo civic education haijawahi kutolewa kwa kiwango ambacho kinaridhisha, kwa sababu tumekuwa tukijitolinganisha na mataifa mengine, kwa mfano Kenya, labda majirani zetu tu hapa karibu, kwamba kwa nini wao linapokuja swala kama hili, swala la haki zao, swala la uchaguzi na mambo mengine haya, utawala bora, kwa nini Wakenya wako mbele zaidi kuliko sisi? Wakenya wako mbele zaidi kuliko sisi kwa sababu wamewekeza zaidi kwenye elimu ya uraia. Watu waweze kujua haki zao, mipaka ya haki hizo ni zipi, wajibu wa watawala kwa wale wananchi ni upi, na vitu kama hivyo. Sasa ninaamini kabisa hata hizi kampeni zinazoendelea za no reforms no election, ili ziweze kufanikiwa zinahitaji elimu. Wajibu ambao viongozi wa Chadema walikuwa wameshaanza kutimiza kwa mafanikio makubwa. Ndio maana utaona muitikio katika mikutano mbalimbali ambako viongozi wa Chadema walipita kwenye maeneo mbalimbali ulikuwa ni mkubwa. Wananchi walikuwa wanajitokeza kwa mamia na maelfu kwenda kusikiliza ujumbe wa Chadema ambao ndani yake ulikuwa unatoa elimu. Kwa hiyo licha ya kwamba kitu wa taifa wa Chadema yuko gerezani kwa mashtaka ambayo kimsingi anamshangaza kila mtu mwenye akili timamu, tulioko nje tunapaswa kuendelea kuhakikisha tunatoa elimu. Na mshukuru makamu mwenyekiti John Heche ameendelea na mikutano, leo yuko huko Songwe, nadhani Mbeya, Mbarali. Nimeona matangazo kuhusu Mbarali, kina Moipaya nimewaona wanafanya maandalizi ya mkutano. Mikutano kama hiyo inapaswa kuendelea. No reforms no election sio vita, sio ugaidi, sio uhaini. Ni msimamo wa kisiasa ambao unaenezwa na chama cha kisiasa. Sasa umeniuliza swali hapa kwamba vipi kuhusu kutokusaini yale maadili, kanuni zile za maadili, kwenda kusaini zile kanuni za maadili za uchaguzi. Maoni yangu ni nini kama mwanasheria? Kwanza nimeshangazwa sana na msimamo wa Tume ya Taifa au tafsiri ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ambayo imesema kwamba kitendo cha Chama cha Demokrasia na Maendeleo kushindwa kwenda kusaini yale maadili kumekiondolea sifa ya kushiriki uchaguzi. Ni tafsiri ambayo kwa kweli ni potofu na inapaswa kupingwa na kila anayefahamu sheria. Swala la uchaguzi limezungumzwa kwenye katiba. Yaani unapozungumza uchaguzi wa Tanzania ni lazima urudi kwenye katiba ili uweze kujua huo uchaguzi unapaswa kufanyika kwa namna gani. Ukisoma ibara ya 74 ambayo inaunda Tume ya Taifa ya Uchaguzi na masuala ya uchaguzi pale, ukaisoma kwa pamoja na ibara ya 3 ibara ndogo ya kwanza, utagundua kwamba uchaguzi wa Tanzania huwezi kufanyika bila kuwepo vyama vya siasa. Kwa maana wale wadau wanaoshiriki uchaguzi ni lazima wapate tiketi kupitia kwenye vyama vya siasa. Na vyama vya siasa ambavyo viko huru na vinatakiwa kushiriki uchaguzi ni vile ambavyo vina usajili wa kudumu. Vimesajiliwa na msajili wa vyama vya siasa. Sasa swali, kama sifa kubwa ya kushiriki uchaguzi ya kikatiba ni kupata usajili wa kudumu, Chadema wanawezaje kupoteza sifa ya kushiriki uchaguzi eti kwa sababu hawakusaini kanuni? Na katika muktadha wa kisheria, ukitaka upime ukubwa kati ya kanuni na katiba, katiba iko juu ya kanuni. Kwa hiyo kama kanuni inapingana na misingi ya katiba kwenye swala la uchaguzi, hiyo kanuni inakuwa ni batili kuanzia siku ilipotungwa. Katiba inasema ili chama cha siasa kishiriki uchaguzi, sifa namba 1 na ambayo ni sifa kuu na ambayo haiwezi kuondolewa kienyeji
ni kuwa na usajili wa kudumu. Chadema ni chama cha siasa kilichopata usajili wa kudumu tangu mwaka 1992. Kwa hiyo sifa ya kushiriki uchaguzi Chadema bado wanayo, kwa maoni yangu mimi na tafsiri yangu mimi ya katiba. Sasa wanashiriki au hawatashiriki, hilo ni jambo lingine, na ambalo tayari limeshazungumzwa kwa mapana na marefu kupitia hiyo kampeni ya no reforms no election, na wana sababu za msingi. Unajua shida moja, watu wanadandia hoja fulani, hoja dhaifu sana. Ukisikiliza elimu inayotolewa kwenye mikutano ya Chadema, kwa nini wanataka kuzuia uchaguzi au kwa nini wanataka kupata mabadiliko ya msingi kwenye mifumo ya kiuchaguzi, wanafanya rejea kwenye chaguzi zilizokwisha pita huko awali, na rejea hii wanaoifanya haitoki mbali sana. Inaanzia kwenye uchaguzi wa mwaka 2019 wa serikali za vijiji, mitaa na vitongoji, na uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, na baadaye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024. Ukifanya rejea kwenye hizo chaguzi, unagundua kabisa kwamba hakuna haki, na kinachoitwa uchaguzi hakipaswi kuitwa uchaguzi kwa sababu ya kasoro ambazo zinatokana na mifumo ya uchaguzi na sheria zake. Umenielewa Mbela? Unaona? Sasa Chadema wanastahili pongezi kwa kile ambacho wanadai ni reforms ambazo wamezifanya mwaka jana, na mimi nakubaliana kabisa kuna reforms zimefanyika, lakini swali la kujiuliza, na tunapaswa tukubaliane wote hapa kama kweli tuna nia njema, reforms zilizofanyika na ambazo serikali wanataka kupewa pongezi zinatuhakikishiaje kupata uchaguzi ulio huru na wa haki? Malalamiko ambayo yamekuwepo muda wote na ambayo yanafanya watu wadai reforms, moja ni kuhusu uenguaji wa wagombea kwenye uchaguzi. Uchaguzi wa mwaka 2024 wa serikali za mitaa na vijiji ambao umefanyika sasa baada ya kufanya reforms, umeondoa kwa kiasi gani tatizo la wagombea kuenguliwa? Yaani haya mabadiliko ambayo yamefanyika hajatibu ugonjwa wa watu kuenguliwa kwa sababu za kienyeji. Sijui ameshindwa kujaza jina lake, sijui aliandika herufi gani. Watu wameenguliwa kwa kiwango ambacho kilikwenda kumshtua hadi katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi akatoa maelekezo kwa serikali yao ya Chama cha Mapinduzi kwamba waziri wa TAMISEMI ambaye ndio una dhamana ya uchaguzi ule wa serikali za mitaa, jaribuni kuangalia basi kasoro zingine kama zipo na ambazo zinaweza kuvumilika, msifute hizo kasoro kwa kurudisha wale wagombea ambao mliwaengua. Lakini wito ule wa Chama cha Mapinduzi kupitia kwa katibu mkuu wake ulikutana na masikio yaliyozibwa, deaf ears. Sasa huwezi ukajisifu umefanya mabadiliko ambayo hayaleti tofauti yoyote na chaguzi zilizokwisha kutangulia. Kwa hiyo kama ni kufanya ulinganisho wa chaguzi zilizopita na reforms zilizofanywa already na reforms zinazoendelea kudaiwa, unagundua Chadema wako sahihi, kwa sababu hicho kilichofanywa bado hakiwezi kutibu kasoro ambazo zimekuwepo kwa muda wote. Lakini wale ambao wamekwenda kusaini na wenyewe wanapaswa, sababu ni mtazamo wao. Tuna vyama vingi vya siasa, kama wewe unawaona wale hawako sawa, nenda kwa wengine ambao unaona wako sahihi. Kwa hiyo tusiwalaumu waliotumia haki yao ya kidemokrasia kwenda kusaini zile kanuni na kuwa tayari kushiriki uchaguzi. Tusiwalaumu kwa sababu ndio demokrasia. Hatuwezi wote tukawa na mtazamo unaofanana. Vyama vingine vinaona hizi uchaguzi utakuwa huru na haki kwa sheria zilizopo, kwa tume iliyopo. Ni mtazamo wao, wana sababu zao, na wanaweza kabisa kusimamia huo msimamo kwa hoja thabiti. Na wako wengine ambao wanaamini sasa kwamba uchaguzi hauwezi kuwa huru kwa mifumo hii tulionayo, lakini pia kwa kuzingatia uzoefu ambao umekwisha. Kwa hiyo ni kazi ya wananchi sasa kuchagua wajiunge na kundi gani kati ya haya makundi mawili ambayo yana misimamo na hoja tofauti kulingana na linapokuja swala la uchaguzi.